Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu mpendwa msikilizaji wangu popote ulipo, mpendwa wa channel yetu ya Bado Kuna Ushindi TV, popote ulipo. Mungu akubariki sana. Ni wakati mwingine muhimu tunapotaka kutafakari kwa pamoja neno la Mungu. Karibu tutafakari. Leo ninataka tuangalie kisa hiki kwa jicho la ualimu na mwisho tutaingia kwenye kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla ya kukuletea ujumbe, tafadhali tuombe. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya wema wako, uzuri wako na nguvu zako. Naomba utusaidie kuelewa na neno lako. Msaidie msikilizaji wangu aone na kujua kusudi lako katika jina la Yesu. Amen. Basi Mungu akubariki. Leo ninataka tuangalie ujumbe wenye kichwa kinachosema kisa cha mama mbu na wanaye katika matembezi ya kutafuta riziki. Kisa cha mama mbu na wanawe katika matembezi ya kutafuta riziki. Kama unavyojua, riziki ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya wanadamu. Waswahili waliwahi kusema riziki ya mbwa iko miguuni pake. Lakini leo nataka tukiangalie kisa cha mama mbu na wanaye katika matembezi ya kutafuta riziki. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende pamoja, usikubali nikuache, kwa sababu katika kunielewa kwako kuzuri ndiko kutaka kutengeneza mustakabali na faida ya somo hili kwenye maisha yako ya kiroho na kimwili. Asubuhi moja mama mbu, inawezekana alikuwa Anopheles ama Culex ama Hades, kwa ujumla yake, mama mbu aliwakusanya wanaye akawauliza, usiku wa jana mmeona nini mlipokuwa kwenye matembezi? Watoto wake walieleza kila mtu matukio mbalimbali aliyekutana nayo, aliyewaona. Mmoja wa wanaye alisema, mama, jana mimi niliona heshima kubwa sana. Kila nilipokuwa ninasogea maeneo ya wanadamu, walikuwa wananipokea kwa shangwe, kwa kupiga makofi ya nguvu. Ama kweli, mama, nimejua mimi nakubarika sana. Mama mbu baada ya kusikiliza kauli hiyo alisema kwa huzuni, la, mwanangu, hakuna urafiki wala mapokezi kati yetu na mwanadamu. Yale uliyoyaita makofi ya shangwe yalikuwa ni kelele za kukaribia kifo chako. Kila makofi yalipokuwa yanakukaribia ni tangazo la kwamba kifo chako kilikuwa kinakaribia. Yale makofi hayakuwa starehe wala hayakuwa ni shauku ya kukukaribisha, bali ilikuwa ni kauli yako ya mwisho. Kila kofi lilipokuwa linakaribia ilikuwa ni tangazo cha kifo chako. Nisikilize mtumishi wa Mungu, nisikilize vizuri kabisa. Ilikuwa ni tangazo la kifo chako. Maisha ya wanadamu yamejawa na mtazamo pofu. Mtazamo wa upofu ni kama ujinga unaouza roho. Wapo watu wengi wameuza roho zao kwa mitazamo yao potofu. Inakasirisha sana. Swali la kujiuliza, je, kweli tunaendelea kuishi katika kiasi cha giza kiasi hiki? Tunashuhudia mfano wa mbu anayerudi akijawa na fahari kwamba anakubalika na watu walikuwa wanampigia makofi. Na makofi hayo hakuyapata kwa mtu mwingine, bali yalikuwa yanapigwa na wanadamu. Mdudu huyu mdogo aliyekuwa anadharau ukweli kabisa, akitafsiri kelele za makofi kwamba ni hali ya kukubalika kwake na watu kumfanyia shangwe kwa kuwa wanampenda. Ndivyo ilivyo wanadamu wengi. Kuna kelele nyingi zinapigwa kwenye maisha yetu, na mara nyingine tumekuwa tukifikiri kelele zile zinatupa pongezi, na mwisho wa zile kelele ilikuwa ni sawasawa na kuifanya biashara ya kuuza roho yako. Nataka ufahamu ya kwamba, je, kama wanadamu ni jinsi gani macho yetu yamedanganywa hata kufika hapa ulipo. Kila mmoja kuna namna, kuna vitu vimemdanganya. Hata hivyo alivyo leo ni matokeo ya aina fulani ya madanganyo ambayo mwanzo alikuwa anayaona labda ni kelele ama sifa alizokuwa anazipata. Nisikilize. Unachokiona kama heshima, wakati mwingine inaweza kuwa ni tangazo la kifo chako.
Ndivyo ilivyo katika safari yetu ya maisha ya kiroho na kimwili. Kile ambacho ulimwengu unakitafsiri kama mafanikio na kukubalika, inawezekana katika vyeo, utajiri, kutafuta sifa, mhubiri anasema ni ubatili. Mara nyingi ni kelele za uharibifu zinazo kutuita kaburini. Wapo watu wengi wameitwa kaburini kwa kusifiwa. Kulikuwa kuna mtu mmoja anakunywa pombe mpaka akajipa cheo, na watu wakawa wanamtukusa na kumsifia, wakamuita DDO, Daily Drunker Officer. Na mwisho wa siku alikuwa akienda anakunywa gongo kama anamimina maji hivi, anajisifia, mimi gongo hainisumbui. Mwisho wa siku mapafu yaliharibika na akafa kifo kibaya. Lakini watu walikuwa wanamsifia, anaitwa Daily Drunker Officer, DDO. Ndivyo maisha ya wanadamu yalivyo. Kuna vitu ambavyo leo tunafikiri ni sifa njema, lakini vinatusogeza kaburini. Kama ambavyo mtoto wa mbu alivyokuwa akisema, leo nimefurahi sana kwa sababu kila wanadamu nilipowasogelea walinipokea kwa shangwe na nderemo na vifijo. Lakini mama yake kwa kuona aligundua ilikuwa ni kukaribia kifo cha mwanaye. Biblia katika kitabu cha Mithali sura ya 10 mstari wa 25 inasema, kama vile upepo upitavyo ndivyo asiye haki anavyokuwako, lakini mwenye haki ni msingi wa milele. Upepo unapita lakini hauna msingi, hatuwezi kujua unakotoka wala unakokwenda. Wenye hekima waliwahi kusema, kama unajisifu kwa sifa za ulimwengu, ujue unafurahia kelele za kuanguka kwako. Sifa yoyote unayoipata kutoka kwa ulimwengu mara nyingi haikutakii mema. Wapo watu wengi wameacha njia sahihi kwa kutegemea na kutaka kusifiwa na watu, na mwisho wakaanguka mwanguko wa mende. Amua leo, acha ujinga huo wa kufurahia watu wanakupigia kelele na kukushangilia. Tahadhari ni sawasawa na njia inayoonekana. Unapokuwa unakuwa na tahadhari kwa mambo mengi, ni sawasawa na kwamba unaona njia unayoiendea. Je, swali la kujiuliza, unatembea kwenye njia inayovutia lakini mwisho wake haueleweki? Swali la kujiuliza, unatembea katika njia inayovutia lakini mwisho wake hauelezeki? Onyo ninalotaka kukupa linapatikana katika Mithali 14:12. Inasema, kuna njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni njia za mauti. Ninachotaka kukushauri, acha sasa, angalia mwisho wa kila jambo unalotaka kuliendea. Hata kama unaona lina mvuto gani, litazame kwa usahihi. Nataka nikwambie njia sahihi na njia potofu jinsi zinavyofanya kazi. Mwanambu aliona heshima lakini hakuona hatari iliyokuwa inamuelekea. Ndivyo njia za ulimwengu zilivyo, zinakuja katika makofi ya kelele, zikichukua muda wako yamkini kwa ajili ya kutafuta vyeo, utajiri usioonekana, kuwa ni sawa na kufurahia kile ambacho unakiona ni sahihi. Lakini mwisho wa watu wengi waliotafuta utajiri kwa nguvu waliingia kwenye uharibifu mkubwa wa kimwili, na hatimaye pia roho zao ziliharibika. Mungu anatupa onyo. Mungu anatupa kuelewa, anatuongoza kupitia neno lake. Tusidanganyike na mvuto wa ulimwengu, tusidanganyike na kile ambacho tunafikiri ulimwengu unavyoweza kutupa. Yohana katika waraka wake wa kwanza sura ya 5:15 na 17 anatueleza mambo ya msingi ya kuzingatia na kufuata. Huko duniani kuna makofi mengi ya kelele yanayowashangilia kila watu, na wapumbavu huwa wanayafuata hayo wakaacha. Wako mabinti wengi wanaposifiwa, wanapopita mitaani, binti mzuri, umeumbika, huwa makofi yale yanachanganya akili zao na hatimaye kuanguka kwenye uharibifu mwingi mkubwa na wa ajabu sana. Mama Mungu alikiri kwa huzuni baada ya kusikia hadithi ya mtoto wake. Akamwambia, mwanangu, yale uliokuwa unayaita makofi ya shangwe yalikuwa ni kelele ya kukaribia kifo chako. Angalia ndugu yangu mpendwa, mtumishi wa Mungu mwenzangu, rafiki yangu, huko duniani kile ambacho ni sifa na vishawishi vya dhambi, yale ni makofi yanayopiga roho yako. Watu watakufuata ukiwa na hali nzuri, twende tukanywe, tukafanya hivi, twende disco, wanakupeleka karibu na kifo chako. Kila kofi la ulimwengu linalopigwa juu ya maisha yako, inawezekana ikawa ulevi,
uzinzi, uvivu, kiburi, inatangaza kifo chako na inatangaza kufutika na kukoma kwa uhusiano wako na Mungu. Acha kutafuta kukubalika kwa wanadamu kunako kusogeza mbali na Mungu. Acha kutafuta kukubalika na wanadamu kunako kusogeza mbali na Mungu. Fanya maamuzi ya hekima. Hekima ya Mungu hakuona hatari kama fursa ya kujaribiwa, lakini hekima ya Mungu inaona hatari kama ni njia ya kujificha. Katika Mithali ile sura ya 22 mstari wa 3 anasema, mwenye busara huyaona mabaya akajificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Chagua busara kabla ya uharibifu kukufikia. Mungu anatuambia na kutuonya katika Mithali ile 22:3, mwenye busara huyaona mabaya akajificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Ninachokupa shauri ndugu yangu, chagua busara sasa kabla ya uharibifu kukufikia. Kipaumbele ninachotaka kukupa, sawasawa na watu wenye hekima walivyoshauri, acha kutafuta makofi ya upepo wa dunia, tafuta sifa zilizoandikwa katika kitabu cha uzima. Kwa maana sauti ya Mungu inayosema, umefanya vyema, ni bora kuliko ni shangwe za ulimwengu huu. Wito wangu wa dharura wa kiroho kwako, ni wakati wa kuacha mara moja kufuata uthibitisho wa kukubalika katika kuhisi kunakotoka na mifumo ya ulimwengu inayoendelea, ambazo zimethibitisha kuwa ni barabara iliyokwenda kwenye mauti ya kiroho. Mifumo ya kidunia inawapeleka watu katika roho. Lengo kuu ni kurudi kwa haraka nyumbani kwa Baba yetu. Chagua bila kusita njia nyembamba. Biblia inasema njia iendayo upotovuni ni pana, lakini iendayo uzimani imesonga, na wanaoiona ni wachache. Lengo langu katika ujumbe huu ni kukufanya macho yako yaone njia nyembamba na kuifata. Achana na upuuzi ule unaoendelea duniani ambao una mwisho mfupi sana. Lakini kumchagua Mungu ndiyo njia sahihi na njia muhimu katika maisha yako. Kukubalika kwa ulimwengu ni sifa inayopita, lakini kibali cha Mungu ni urithi wa milele. Ninataka nikutie moyo. Fanya maamuzi ya kukimbia kwa kasi kuelekea dira kuu. Fanya maamuzi ya kimakusudi na uharaka wa kukimbia kila aina ya vishawishi vinavyotishia kukuangusha roho yako. Usicheze na dhambi, kimbia kama ulivyokimbia moto. Mungu, neno lake ni dira yetu na ni kipimo pekee cha kweli ya maisha kinachotuita na kutualika kupita njia sahihi. Acha maamuzi yako yaelekezwe na maandiko, si matamanio ya muda mfupi, kwa sababu mtu mwenye hekima huangalia mwisho wa njia na sio mvuto wa yale anayoyaona huko duniani. Mungu wa mbinguni akupe fursa sahihi ya kuingia na kuyaamini haya. Ninatamani tuombe mimi na wewe. Omba pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba unifuatishe maneno haya. Sema: Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakiri kwamba kuna njia zinazoonekana sawa machoni pa watu, lakini mwisho wake ni mauti, kama ilivyoandikwa katika Mithali 14:12. Iko njia inayoonekana sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Mungu, niongoze kwa Roho wako Mtakatifu ili nifuate njia nyembamba, njia ya uzima, kama Mathayo 7 ilivyoandika mstari wa 14. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, wala waionao ni wachache. Baba, katika jina la Yesu, nipe wepesi wa kuelewa na kulijua neno lako ili niweze kuifuata njia iliyonyooka, njia sahihi ya kunifikisha kwako, katika jina la Yesu. Sema: Mwenyezi Mungu, nisaidie kutokuupenda ulimwengu wala vitu vilivyomo kwa sababu ya tamaa zake zinazopita, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha waraka wa kwanza Yohana na ile sura ya 2 mstari wa 15 na wa 17. Msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakupo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa za mwili na tamaa za macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia, na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye anafanya mapenzi ya Mungu atadumu hata milele. Mungu, ninakuomba nipatie hekima ya kutambua kelele za kifo na nizikimbie ili nikufate wewe, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nifundishe kuufanya utashi wangu ufanane na mapenzi yako, kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ile ya 6 mstari wa 10. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Ninatamani kukubalika kwako tu,
niondoe kwenye kiburi, niondoe kwenye matamanio, niondoe kwenye majivuno, niondoe Bwana wa majeshi kwenye kila aina ya tamaa mbaya katika jina la Yesu. Na mwisho unifanye niwe mwaminifu katika kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Basi mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Tumejaribu, nimekuletea somo hili la tafakari ya kina. Kama utalisikiliza kwa umakini na kwa kutulia, kuna kitu Mungu anataka kukifanya katika maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tembea kifua mbele. Yale uliyoyaomba yamegusa moyo wa Mungu, na kwa sababu umeomba kwa imani, Mungu amesikia na amekusamehe. Nikutakie baraka za Bwana. Usisahau kusubscribe, kucomment, kushare na kulike video zetu na vipindi vyetu mbalimbali. Nataka niseme kwamba katika kusubscribe, maana yake unajisajili kuwa miongoni mwa familia ya Bado Kuna Ushindi TV. Katika kucomment, maana yake unatujulisha utasi wako, hisia zako, na kutushauri tufanye nini. Katika kulike ni kututia moyo, kuonesha unazipenda kazi zetu na kwamba uko tayari kutufuatilia. Na katika kushare, maana yake unaungana na sisi katika kuusambaza ujumbe huu ili kutupa mileage ya kuwafikia watu wengi. Baki umebarikiwa, mtumishi wa Mungu. Ninatamani sana nikuone tena katika kipindi kinachofuata. Mimi rafiki yako na ndugu yako, mtumishi wa Mungu Daniel Kitua. Baki umebarikiwa. Ninakusalimu kwa jina la Yesu, na Mungu wa mbinguni akubariki. Haleluya. Adios.